Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, AC FAR Rabat kutoka Morocco dhidi ya Yanga, moja kati ya mchezo ambao unakwenda kutoa hatima ya timu moja kuweza kutinga hatua ya robo finali. Tunafahamu kwamba tayari Yanga wameshakwisha kutua Morocco kule Rabat kwa ajili ya mchezo huo. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo bana, Yanga wanaendelea kujifua kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye mchezo huo na kuweka mguu mmoja ndani kwa ajili ya robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sasa moja kati ya taarifa nzuri kutoka ndani ya klabu ya Yanga wakati wakiwa huko FAR Rabat bwana, ni kuonekana kwa Clement Mzize akifanya mazoezi na wachezaji wenzake. Tunafahamu ni moja kati ya nyota ambaye alikuwa majeruhi akiuguza goti lake mara baada ya kufanyiwa upasuaji. Sasa kwa muda alikuwa akifanya mazoezi mwenyewe na alikuwa chini ya uangalizi, lakini sasa hivi ni kwamba Clement Mzize anafanya mazoezi na wenzake kama ambavyo unaweza ukatazama hapo. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ni njema kwa klabu ya Yanga kutokana na kukosekana kwa Clement Mzize kwa muda mrefu mara baada ya kuumia, na tunafahamu kwamba Clement Mzize ni moja kati ya nyota ambaye ameonyesha ubora mkubwa sana msimu uliopita, Yanga wakitawazwa kwa mabingwa, lakini moja kati ya nyota ambaye alitakiwa sana na vilabu vikubwa barani Afrika wakiwemo Express de Tunis, ambao Yanga waligoma kabisa kuweza kumuuza Clement Mzize kwa sababu wanafahamu kwamba bado wana matumizi naye makubwa hususan kwenye michezo hii ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kurejea kwa Clement Mzize kunatoa nafasi kwa kocha Pedro pengine sasa kwenye lile eneo la ushambuliaji kuona atamtumia nani, ataacha kumtumia nani, kwa sababu tunafahamu kwenye ile eneo la ushambuliaji bwana linaongozwa na Prince Dube, lakini pia nyota Dep Aurelio, lakini pia kina Pacome Zouzoua pamoja na nyota Aaron Okello. Kwa hiyo kuongezeka kwa Clement Mzize ama kuonekana kwa Clement Mzize akiendelea kutrain na wachezaji wenzake kunatoa nafasi sasa kuona kama kocha Pedro ataweza kumtumia Clement Mzize. Kwa hiyo kunaongeza wigo wa wachezaji pale kwenye lile eneo la ushambuliaji, na tuliona orodha ya nyota ambao wameambatana na timu kuelekea Morocco bwana, ni pamoja pia na Clement Mzize, kwa maana ya wale washambuliaji watatu ni Mzize, Dube pamoja na Deb. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambao nimeona ni kujuze kuhusiana na kuelekea kwenye mchezo huo wa klabu bingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya AC FAR Rabat, moja kati ya mchezo ambao nimezungumza kwamba unakwenda kutoa hatima ya timu ipi ambayo inakwenda kutinga hatua ya robo finali. Ukitazama msimamo bwana, Al Ahly wao wanaongoza wakiwa na pointi zao 8, wanafuata AC FAR Rabat pointi 5, lakini pia Yanga pointi 5, JS Kabylie wao wakiwa na pointi zao 2. Kwa hiyo Yanga na AC FAR Rabat ni moja kati ya mchezo ambao licha ni wa hatua ya makundi, lakini ni mchezo wenye hadhi ya finali, kwa maana anatakiwa mmoja ambaye ataungana na Al Ahly ambao wao wameshakwisha kutengeneza njia ya kuweza kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Sasa Yanga wanatakiwa kushinda ili kutengeneza mazingira mazuri ya kuweza kutinga hatua ya robo finali, lakini pia AC FAR Rabat nao pia wanatakiwa kushinda ili kutengeneza mazingira ya kutinga hatua ya robo finali. Kwa hiyo iko hivyo, group B ndivyo jinsi lilivyo: Al Ahly pointi 8, FAR Rabat pointi 5, Yanga Afrika pointi 5, JS Kabylie pointi 2. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Ni mchezo ambao unakwenda kupigwa majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kwa saa za Morocco kule itakuwa ni saa 2 kamili usiku. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo mchezo huo kwanza unakwenda kuchezwa pia bila mashabiki. Nikukumbushe hilo kwamba Yanga anakwenda kuvana na FAR Rabat pasipokuwa na mashabiki. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao atakaye tengeneza mazingira ya kutinga toa robo finali atatengeneza mazingira hayo kimya kimya pasipokuwa na kelele yoyote. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao ni mgumu kwa pande zote mbili, lakini kubwa zaidi ni kurejea kwa Clement Mzize na kuonekana akifanya mazoezi na wenzake, kwa maana yuko tayari kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo.
lakini kiuhalisia unaona kabisa kwamba hakuna uwezekano mkubwa sana wa Clement Mzize kuanza kwenye mchezo huo kutokana na yeye kutoka kwenye majeraha, sasa amepona. Kwa hiyo kocha hawezi kamaanzisha kwenye mchezo mgumu wa namna hiyo. Pengine huenda akaingia kipindi cha pili ama dakika ambazo kocha Pedro ataona anaweza akamtumia. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo tunalisubiri kuliona. Kwa hiyo taarifa ambayo nataka nikujuze ni juu ya kurejea kwa Clement Mzize, ama kuonekana Clement Mzize akitrain na wachezaji wenzake mara baada ya kusafiri na timu kuelekea kule Morocco kwa ajili ya mchezo huo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, kundi B, kundi lenye timu za Al Ahly, FAR Rabat, Yanga Afrika, JS Kabylie. Lakini pia kulitazama kundi ni hata JS Kabylie ana uwezo pia wa kuweza kufanya makubwa. Kwa hiyo kama ataweza kufunga Al Ahly atafikisha pointi 5, lakini inategemeana pia Yanga na FAR Rabat watatokaje. Kama mmoja wapo atashinda, basi mmoja Al Ahly atakuwa na pointi 8, mwingine pointi 8, Yanga labda mwingine pointi 5, JS Kabylie pointi 5. Alafu sasa inategemea ile michezo ya mwisho itakuwaje. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo yoyote atakayezichanga karata vizuri anaweza akafuzu hatua ya robo finali. Lakini kubwa zaidi ni Clement Mzize, nyota ambaye ameendelea kujifua kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo wa klabu bingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya JS Kabylie, mchezo Yanga dhidi ya AS FAR Rabat ambao unakwenda kupigwa kule Rabat. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa sana kwa hamu kubwa sana kuona ni kwa namna gani pengine timu mojawapo inakwenda kuweka mguu mmoja ndani kwa ajili ya michuano hiyo kwa hatua ya robo finali. Kwa hiyo iko hivyo, na Yanga wanaendelea na mazoezi kama ambavyo nimekujuza, na tayari pia kikosi kiko imara kwa ajili ya mchezo huo wa klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao dua na sara za Watanzania ni kwa Yanga Afrika kuhakikisha kwamba wanatinga hatua ya robo finali kibabe, baada ya kuwa kwenye kundi gumu, kundi ambalo lilionekana Yanga na JS Kabylie ni kama underdog, lakini baada ya michezo kadha wa kadha imekuja kulifanya kundi kuwa gumu mara baada ya Yanga kushinda mchezo wake wa kwanza dhidi ya FAR Rabat na kwenda kutoa sare ugenini dhidi ya JS Kabylie, lakini baadaye wakafungwa goli 2-0 dhidi ya Al Ahly, na mchezo mwingine wakatoa sare ya 1-1 dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona ni kujuze kuhusiana na mchezo huo Yanga dhidi ya AS FAR Rabat, mchezo ambao unakwenda kutoa timu ama kwenda kuonyesha dalili ya timu nyingine ambayo itatinga hatua ya robo finali. Tunafahamu Yanga mchezo wa mwisho watamaliza na JS Kabylie, sasa itategemeana pia na mchezo wao dhidi ya FAR Rabat itakuwaje. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona nini ambacho kitakwenda kutokea. Nani ambaye watacheza hatua ya robo finali, atakuwa Al Ahly na Yanga au Al Ahly na FAR Rabat au Al Ahly na JS Kabylie. Lolote linaweza